Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 27 Februari tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Leandri askofu. Leandri alizaliwa mjini Sevilla, Cartagena nchini Hispania mnamo mwaka 534 katika familia ya watoto watano. Ndugu zake walikuwa Severianus, Fulgensi, Florentina na Isidori. Kati ya ndugu zake wanne wanaheshimiwa na Kanisa Katoliki kama watakatifu ambao ni Leandri, Fulgensi, Florentina na Isidori wa Sevilla. Kati yao watatu walikuwa maaskofu na wa kike alikuwa mtawa. Leandri alikuwa askofu mkuu wa Sevilla. Akiwa askofu alifaulu kuwaingiza katika Kanisa Katoliki wa Visigoti waliotawala Hispania na Ureno. Tangu zamani Leandri anaheshimiwa na Wakatoliki na Waorthodoksi kama mtakatifu na baba wa kanisa la Sevilla. Pia Mtakatifu Leandri anakumbukwa sana kwa kuibadili liturujia ya Kihispania. Akifuata mfano wa makanisa ya Mashariki, aliamua kanuni ya Nisea isaliwe katika ibada takatifu ya misa ili kupinga uzushi wa Ario. Makanisa mengine ya Magharibi yakafuata baadaye kanuni hiyo ya ibada, na mwisho Roma yenyewe ikafuata mfano huo. Leandri akiwa msomi aliyeshika maisha magumu kama Mbenediktini, ni maarufu kama askofu mkuu wa Sevilla, mwanzilishi wa shule Katoliki, mlezi wa Isidori mdogo wake, na mmoja ambaye aliwarithisha watu wa Ulaya Magharibi katika karne ya kati elimu ya kale. Baada ya kifo cha baba yake, Leandri alimlea mdogo wake Isidori katika nidhamu kali ya utawa wa kimonaki, akimtengenezea mazingira ambayo aliwajibika katika masomo, akitumia maktaba yao kubwa kujiandaa kukabiliana na matatizo ya wakati ule. Baada ya kuwa askofu, juhudi zake za kuleta rasi yote katika Ukatoliki zilifanya apelekwe uhamishoni. Dada yake Leandri alikuwa ameolewa na mfalme Leo Vigildi ambaye alikuwa mfuasi wa uzushi wa Arios na aliwafukuza Wakatoliki. Hata alimtesa mwanaye Hermenegildi aliyeongoka na kushika dini Katoliki. Alimfunga gerezani na alimpeleka askofu mmoja mfuasi wa Ario kumpa komunyo. Lakini Hermenegildi alikataa kabisa kupokea komunyo hiyo kutoka kwa mfuasi wa Ario. Hapo Leo Vigildi aliamuru askari wamchinje mwanaye gerezani. Baadaye Leo Vigildi hakupata raha katika maisha yake kwa sababu roho yake haikuacha kumkaripia ya kwamba amemuua mtoto wake. Alipokuwa karibu kuzimia roho, alimuita Leandri akamwomba amlee mwanaye Recaredo. Leandri alikubali kwa furaha, na baada ya muda mfupi askofu alifanya mtaguso katika mji wa Toledo. Hapo wote waliapiza uzushi wa Ario. Leandri alikuwa mwandishi bora. Vitabu vyake viwili maarufu ni Kanuni ya Kimonaki aliyoiandaa kwa ajili ya dada yake na kitabu cha Mahubiri. Mtakatifu Leandri alifariki dunia mjini Sevilla mnamo tarehe 13 mwezi Machi mwaka 600. Sikukuu yake inaadhimishwa kila mwaka tarehe 27 Februari. Baada ya kufariki, mdogo wake Mtakatifu Isidori aliteuliwa kuwa askofu wa Sevilla. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha
ya Mtakatifu Leandri askofu. Wakumbukeni viongozi wenu waliowatangazieni ujumbe wa Mungu. Fikirieni juu ya mwenendo wao, mkaige imani yao. Yesu Kristo ni yule yule jana, leo na hata milele. Msipeperushwe huku na huko kwa mafundisho tofauti ya kigeni. Rejea waraka kwa Waebrania sura ya 13 aya ya 7 hadi ya 9a. Watakatifu wengine tarehe 27 Februari: Mtakatifu Gabrieli wa Maria wa Mateso, watakatifu Julianus, Eunus na Besas wafiadini Misri, na pia Mtakatifu Dionysius mfiadini wa Afrika Kaskazini. Mtakatifu Leandri askofu, utuombee.